لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa jina naitwa Ustadh Khamis Gharib, ni katibu wa taasisi ya Al-Ikhlas Haji wa Umra. Leo hapa tukiwa tunajitayarisha na safari ya kwenda katika miji mitukufu ya Makka na Madina kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija na kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa'adhin fin nasi bil haji, watangazie watu ibada ya hija, yatuka rijalan, watakujia hali ya kuwa wanatembea kwa miguu, ala kulli dhamirin, na juu ya kila mnyama aliyekonda, yatina min kulli fajjin amiq, watakuja kutoka katika kila njia ya mbali, liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie manfaa kwa ajili yao. Kwa hiyo sisi tupo katika kuitikia wito huu wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni wito kwa kila ambaye ana uwezo, anapaswa atekeleze na wajibike na wito huu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nasi hijjul bait, na kwa ajili ya Allah watu waitikie wito wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuhiji katika nyumba, man istataa ilayhi sabilan, kwa yule ambaye atakayeweza kushika njia ya kuelekea huko, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, atakaye kufuru na kukanusha basi Mwenyezi Mungu ni mkwasi kutokana na walimwengu. Kwa hiyo tunashukuru kwamba alhamdulillah matayarisho yamekwenda vizuri, na alhamdulillah mikataba yote imefungwa, na leo hii hapa baada ya muda mchache inshallah tutakuwa ni wenye kuelekea katika mji wa Madina. Na alhamdulillah kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, viongozi wetu wa nchi, alhamdulillah vile viongozi wetu wa wakfu, kamisheni ya wakfu na utahiza, wote kwa pamoja tumeshirikiana katika kufanikisha safari hii. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila la kheri kila ambao waliochangia kuepesisha safari hii, na hususan Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake kubwa katika kuhakikisha kwamba mahujaji wanakwenda na direct flight, ndege ya moja kwa moja kutoka Zanzibar mpaka Saudia. Kweli jambo hili lilikuwa hatuko nalo huko nyuma, lakini alhamdulillah ndani ya miaka hii miwili tunashukuru tunapata wepesi mkubwa pamoja na wepesi mwingineo. Kwa hiyo tutoe wito basi kwa wenzetu, kila ambaye ana uwezo na bado hajenda katika kuitekeleza hii ibada ya hija, basi ahakikishe kwamba mwakani anakwenda kujitayarisha, na mwakani anakwenda katika ibada hii ya hija, na mambo tuyafanye mapema, tujiandikishe mapema, tulipe mapema, kwa sababu ibada ya hija katika miaka hii basi inataka mapema sana, kila kitu kinatakiwa kiwe mapema sana. Kwa hiyo inshallah tujitahidini, tujipangeni, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikisha katika kila la khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, kwanza hatuna budi kumshukuru Allah ambaye ndiye mwenye uwezo wa kila kitu, ambaye pia kutujalia, kutupa neema ya rasilimali nzima ya afya, kwa sababu afya ni kitu muhimu sana kulikoni chochote kile katika ulimwengu. Jina langu naitwa Khamis Masud Omar. Alhamdulillah, nashukuru kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa katika maishani mwangu, nilikuwa nalihitaji sana, na nilikuwa nikimwomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiasi ambacho ilipotokea hii nafasi mimi mwenyewe mpaka hii leo basi ilikuwa sijajiamini kama kweli mimi nitasafiri kwenda katika ibada ya hija. Mpaka muda huu baada ya kukamilisha kitu cha leo sasa hivi ndio najiona kwamba niko safarini, lakini bado nitarudi katika hadithi ya Bwana Mtume ya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar anasema kwamba hata pale hapo atakapoingia peponi kaingia mguu mmoja, bado mmoja hajaingia, basi bado hajawa na imani. Lakini sasa hivi na imani kwamba kutokana na tushapofikia kwamba bila shaka safari ipo, kwa sababu maandalizi yote yameshakamilika. Nasaha zangu ni kwamba tusisubiri kwamba mpaka pale labda kusubiri kwamba watu wenye kazi zao labda wasiposubiri kustaafu. Ni kwamba sasa hivi wanaweza kujiunga na mfuko wa hija ambao kwamba tayari sheria uko katika kukamilika katika baraza la wawakilishi,
na hata Mheshimiwa Rais katika alipozindua hii safari yetu juzi katika Masjidi Jami Zanzibar aliligusia swala la hija na mfuko huo wa hija kwamba tayari wakati wote sheria itakuwa imekamilika kupitia ofisi ya Wakfu Mali ya Amana. Kwa hiyo watu waanze kuhamasika na kuanza kuweza kupeleka angalau hakiba zao kidogo kabla hawajafikia umri wa kuwa hawawezi kwenda kufanya ibada ya hija, kwa sababu ibada ya hija ina kazi, kwa sababu ibada ya hija ni vitendo, si labda kuswali na mambo mengine. Kuna wengine inafika pahala hata kule kutembea wanachoka, hawawezi, na hata kuna watu wengine ndio tumelemaa sisi wa Zanzibar sasa hivi, hapo na hapo ni gari. Kwa hiyo na maana ukiwa bado uko kijana, basi unaweza kufanya ibada vizuri. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Suleiman Mohamed Ahmed, ni kiongozi katika taasisi ya Arafat Haji and Umrah Service ambayo tunaongoza mahujaji kutoka Zanzibar kuelekea katika mji mtukufu wa Madina na kuelekea baadaye katika mji mtukufu wa Maka kwa ajili ya ibada ya hija. Tunaondoka kwa mahujaji 120. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefanya kazi vizuri, ingawa kuna changamoto baadhi yake tunapata, lakini vitu ambavyo hatuwezi kuepuka. Mathalan, mahujaji kwa na uwezo mdogo wa kuweza kulipa fedha kwa wakati, ambapo na sisi mfumo wa ibada hii tunatakiwa tulipe malipo yote kwa wakati. Hii imekuwa ni changamoto kubwa kwetu, lakini pamoja kwamba tumefikia mafanikio mazuri. Tunamshukuru Mungu kwamba leo tuko hapa, alhamdulillah, tuko airport na tunasafiri kuelekea mji wa Madina. Matayarisho yetu alhamdulillah mazuri, mahujaji wote wamefika hapa na afya na wako na furaha, na wewe mwenyewe unadhani utakuwa unashuhudia. Kwa hiyo kwa upande wetu kila kitu kinakwenda vizuri kwa ujumla. Takriban kwa siku leo tunasafiri taasisi 3. Tunasafiri na Kidundo, tunasafiri na kidogo Al-Ikhlas, mashallah, nakutakia kila la kheri. Tuko takriban mahujaji 300 na tunaondoka leo na ndege ya Saudi Airlines. Tunategemea kufika time za alfajiri katika mji mtukufu wa Madina. Jina lako? Jina langu Shoro Kasim Mohamed. Unajisikiaje kuenda kutekeleza ibada ya hija? Kwa kweli nashukuru, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu sana na nimefurahi sana kwa kwenda kutekeleza ibada hii. Nashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Naomba tena, nawaomba mimi binafsi yangu, nawaomba sana bora waende kwa kale vijana wana nguvu, na pia maisha sasa hivi ni mafupi mno. Kwa hivyo kama mtu ana uwezo bora aende kutekeleza ibada hii ya hija. Kweli na hapa vijana wenzangu tu wapate mwamko wa kwenda kwenye kufanya hii ibada, sababu ni muhimu, na kama una uwezo na kama hujaifanya, ina maana unapata dhambi na unakuwa kama hujaitekeleza hii ibada. Lakini kama utakuwa una uwezo na ukaenda, utakuwa umeitekeleza ile nguzo ya 5 ya Kiislamu, kwenda kuitekeleza ibada hii ya hija. Alhamdulillah, nawaambia vijana wenzangu waende na wao wakahiji. Jambo kubwa hili kwa kila Muislamu, akahiji Maka. Najisikia furaha Mwenyezi Mungu kunipa chance hii, nafasi hii kwenda kupata ibada ya hija ambayo watu wengi wanaitaka hawajaipata, lakini leo Mwenyezi Mungu kanijalia afya na uwezo, alhamdulillah. Nashukuru Mwenyezi Mungu kunipa nafasi hii kwenda kutekeleza ibada hii, na inshallah naombea wenzangu ambao wanaitaka, Mungu awape fursa na wepesi, wafanikiwe nao mwakani waje inshallah. Wito wangu, na waomba watu wasisubiri kuwa wazee, inakuwa ni vigumu kidogo. Mtu anafanya ibada wakati yuko kijana kama ana uwezo, na si lazima mtu usubiri mpaka uritaya kazi. Unaweza ukaweka mwenyewe dola 500, 1000 mpaka ikatimia. Ukienda kufanya ibada bado kijana kidogo, inakuwa wepesi kuliko mtu mzima. Nimefarijika sana kupata nafasi hii ya kwenda hija, kwenda Maka kwa ajili ya kuhudhuria ibada hii tukufu. Kufika huko hija, kwa kweli sisi tumefarijika sana na jambo kubwa la Mwenyezi Mungu wetu mtukufu kwenda na ibada hii tukufu, na kwa kweli jambo ambalo linatupa nguvu zaidi ya kuweza kuilinda ibada yetu. Kwa jamii
tujitahidi kabisa katika mambo yote tuliyonayo kuhakikisha kwamba kipaumbele tunamwabudu Mwenyezi Mungu wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hili ndilo litalitupeleka katika pepo nzuri ambayo tulioandalia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal